Wapendwa wanaokwakata Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Jubilei Kuu 2025, mahujaji wa matumaini. Ndugu zangu, katika adhimisho hili la Dominika ya tatu ya Majilio mwaka A wa Kanisa, Dominika ya furaha, sisi wanakwaya Jimbo Kuu la Dar es Salaam tunapohitimisha hija yetu, tungeongozwa hapa na Askofu Mkuu wa Jimbo Yuda Tadeus Ruwaichi, lakini kwa sababu ya mwingiliano na majukumu, basi amenituma mimi kwa niaba yake kuadhimisha misa hii katika kuhitimisha hii hija yenu. Katika Injili baada ya wafuasi wa Yohane kwenda kumuuliza Kristo iwapo yeye ndiye yule, Yohane Mbatizaji alikuwa akibashiri na kuhubiri juu ya ujio wake, ama waendelee kusubiri? Kwanza, swali hilo ambalo Yohane anawatuma wafuasi wake kwenda kumuuliza Kristo ni swali ambalo lina shauku kubwa. Ni swali ambalo linatokana na kusubiria kwa hamu ujio ama kuzaliwa kwa Mwokozi, kwa mkombozi Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana jibu la Kristo linakuwa sababu ya furaha. Kwa hiyo, pamoja na sababu nyingine, sisi kuwa watu wenye furaha ni kuwa watu tuliokombolewa, ni kuwa watu tulio huru, ni kuwa watu wa haki na amani. Kwa sababu Kristo anawaambia, nendeni mkamweleze Yohane mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Na zaidi ya hayo, naye heri awaye yote asiyechukizwa nami, asiyechukizwa na Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, iwe sababu ya sisi kufurahi. Kwa sababu hayo ndiyo yalikuwa mateso, kinyume na hayo alotangaza Kristo, ndiyo yalikuwa mateso ya wana wa Israeli, na habari hiyo ndio waliokuwa wakiisubiri, ujio wa Mwokozi na ujumbe wa ujio wake. Hivyo na mimi napenda hapa mbele yenu nicheze
amapiano, lakini itabidi mnipe biti. Ndugu zangu, tuna sababu ya kuwa na furaha, kwa sababu kama tulivyoimba kwamba tufurahi kwa kuwa Bwana yu karibu. Kuna ishara za furaha, kuna ishara kwamba Mwokozi yu karibu, kuna ishara kwamba ukombozi wetu upo pamoja nasi. Kama mwonekano wa leo kiliturujia na nyimbo na ngoma na kinanda inadhihirisha, inaonyesha furaha ya kumpokea Mwokozi, lakini furaha ya kukombolewa. Tupo juma la 3, bado juma moja tumpokee mkombozi. Ni sababu, ni ishara ya furaha yetu. Ndugu zangu, tunaona pia watu wanafanya maandalizi ya Noeli. Labda wengine sioni hapa, lakini makanisa mengine nakuta washaanza kuandaa na pango la mtoto Yesu. Sehemu nyingine washaweka na miti na taa, ile miti ya Christmas. Kule Roma sehemu fulani tunaenda kusali, mwanzoni tu ulipoanza tu kipindi cha Majilio, hapo altareni mbele yuko tayari Mama Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu wanasubiria kumpokea mtoto Yesu. Lakini hata katika kanisa kuu la Roma pale la Mtakatifu Petro, kilipoanza tu kipindi hiki cha Majilio, tayari walishaanza maandalizi na kupamba, washaweka tayari mti wa Christmas na kuendelea na kuupamba. Washaanza tayari na kuandaa pango na kuweka sanamu. Ila hapa kwetu ukiweka utaambiwa mbona bado, si ndio? Nasikia mbona bado. Bado nini? Hata furaha ya leo inaweza ikawa bado. Leo tunaambiwa tufurahi. Kwa wengine mtasema au namna ya kuishi inaweza kuonyesha kuwa bado. Kwa sababu gani? Kwa sababu pamoja na kutangaziwa uhuru, bado kwenye familia, kwenye ndoa zenu, wengine kwenye utume wetu kama makasisi, wengine sehemu za kazi, lakini pia katika umoja wenu kama wanakwaya, kuna wengine hawako huru, hawana amani. Kuna wengine wito wetu tunaona kuwa ni mateso, na hivyo wengine daima tunatimiza wajibu wa wito kwa manung'uniko. Daima tunaonyesha kuwa watu wenye hasira na chuki na kisasi. Kwa hivyo tutasema bado. Lakini ni lazima tuonyeshe ishara za kuwa huru. Ni lazima
tuonyeshe ishara na matendo ya upendo. Wengine mmehukumiana na mnaendelea kuhukumiana. Wengine hata hapa mlipo mmekuja mna chuki na watu, una hasira na mtu, una kisasi na mtu, una wivu na mwingine. Hakika tutasema bado. Na kama huwezi kuamua moyoni mwako leo kuwa huru na watu, basi hata baada ya kuzaliwa Mwokozi utaendelea na hali hiyo. Utaendelea na chuki, utaendelea bila woga na matendo ya dhambi, dhuluma, kuwanyima wengine haki, kuvuruga na kupotosha juu ya ukweli, kuondoa amani mioyoni mwa wenzako, kuwafarakanisha na kuwagombanisha. Na hivi neno furahini linaweza lisiwe la kutoka katika uhuru wa mioyo. Ndugu zangu, moja kati ya vitu ambavyo labda sisi kama wanakwaya vinapaswa kutupa hali ya furaha na uhuru, tunapoweza kutafakari vyema juu ya wito wetu huu wa kumwimbia Bwana, wa kumsifu Mwenyezi Mungu. Katika makundi rika, kuna vijana, wazee, sijui wanandoa, kuna watu wazima, makundi rika. Okay, achana na hayo mambo ya sakramenti. Kuna wazee, kuna vijana, kuna watoto, si ndio? Kuna kundi ambalo huwa pengine halina jina zuri. Hilo ni kundi la nani? La Gen Z, kundi la vijana, si ndio? Kundi la vijana ndio linapewa sifa zote mbaya. Najua hata sisi akifanya kitu utasema vijana hao, si ndio? Naongopa. Hata sisi mapadre, ikitokea mmoja amefanya kitu tofauti unasema kina Father Kaombe hawa, sisi ni vijana, watasema vijana, mapadi vijana hao, si ndio? Ndio kundi la lawama. Ndio kundi linaloangaliwa kwa jicho la kwamba ni kundi korofi. Ndio maana kuna ule usemi, akikua ataacha. Katika vyama vyetu vya kitume tuna Moyo Mtakatifu wa Yesu, tuna Legio Maria, tuna sijui Utume wa Mtakatifu Ana, tuna Karismatiki, tuna kwaya, tuna Wawata, tuna Waka pamoja na makundi mengine. Kundi gani linasemwa vibaya zaidi? Mmoja akasema Viwawa, lakini mimi nadhani ni kwaya. Nitaka kusema mjipigie makofi, samahani, msikitike kwa hilo. Tusikitike kidogo. Lakini katika vyama vyote vya kitume, chama chenye sadaka kubwa ya muda ni kwaya. Katika wiki kuna wanakwaya wanaokutana mara 3 au zaidi, si ndio? Hakuna chama chochote kinachokutana hivyo, hakuna, ukiacha kwaya. Na hivi tafakari yangu pamoja nanyi
Ni kwa nini kundi hili lisiwe na sifa ya utakatifu, lisiongoze kwa sifa ya sadaka yake? Mnapokwenda hampewi nauli ya kwenda kuimba, kufanya mazoezi, si ndio? Hampewi chakula pale, hata kama mkipewa mara moja, labda kwa bahati mbaya tena. Lakini kwa nini kundi hili lisiongoze katika sifa ya utakatifu katika kanisa? Hivyo ndugu zangu, tambueni ukubwa wa sadaka yenu. Muishi kwa upendo, msaidiane, muongozane vyema, msichukiane, msiombeane mabaya, msiangushane. Katika somo la kwanza nabii Isaya anasema, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Nabii Isaya anasema, walio na magoti ya udhaifu muwatie nguvu. Msaidiane katika kweli ya nafsi. Udhaifu na madhaifu katika sisi binadamu yapo katika makundi yote yanayomtumikia Mwenyezi Mungu, lakini udhaifu unaongezeka pale ambapo hatuwasaidii wadhaifu, tunawahukumu wadhaifu katika kwaya zetu. Hivyo viongozi, nanyi wanakwaya wote, tambueni sadaka kubwa ya wito wenu, na hivi muishi kitakatifu, muishi kwa upendo, mtimize wajibu wenu, na muweze kwa uvumilivu wenu, kama anavyotuambia Mtume Yakobo katika somo la pili, muweze kuirithi mbingu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.